Mambo vipi wana Simba? Nipende kuwapa habari njema wana Simba wote. Ni mimi kijana wenu, mchezaji wenu Selemani Mwalimu Abdallah aka Gomez. Nitakuwepo katika msimu huu wa 26-27. Ni mchezaji halali wa Simba Sports Club. Nipende pia kuchukua fursa hii kuwapa habari wana Simba wote, na niwatakie heri ya kuadhimisha miaka 90 ya Simba. So Simba nguvu moja, ubaya ubwela. Bwana, mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa Bongo Sauce? Karibu katika zilizokiki ndani ya masaa machache yaliyopita. Kumekucha leo ambapo klabu ya Young Dar es Salaam Africa imemtambulisha Selemani Mwalimu, mchezaji ambaye alikuwa anacheza kwa mkopo kutokea klabu ya Simba Sports Club ama watani zao, ambaye ni mchezaji aliyekuwa amesajiliwa na klabu ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco. Sasa asubuhi ya leo mchezaji huyu ametambulishwa kupitia mitandao ya kijamii ya Yanga kwamba wamekamilisha usajili wa Selemani Mwalimu kutoka Wydad Atletico Casablanca kwa mkopo wa mwaka mmoja. Makubaliano kati ya Yanga na miamba hao wa Morocco yamekamilika, huku Mwalimu Selemani akitarajiwa kuitumikia Yanga katika msimu wa mwaka 2026 na 27. Tukumbuke kwamba Selemani Mwalimu alitambulishwa siku ya Simba Day, ila atacheza mitaa ya Twiga na Jangwani. Hii ni comeback hatari sana. Kama inaweza kuwa na comeback, ni zaidi ya umafia Yanga wamefanya. Mwalimu sasa ni Yanga kwa msimu mmoja. Na kumekuwa na slogan isemayo pesa iko benki. Sasa klabu ya Yanga katika utambulisho wao, afisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe aliingia na jezi iliyokuwa imeandika pesa iko benki. Sasa tukumbuke siku moja nyuma kabla ya tamasha la Yanga kulikuwa na tamasha la Simba Day, ambapo rais wa heshima wa klabu ya Simba Mo Dewji na yeye aliingia akiwa amevaa jezi ya Simba, jezi ya mnyama yenye namba 6 ikisema pesa iko benki. Je, Faisal Salum Feitoto anayedhaniwa huenda akatambulishwa katika mchezo wa dabi ya Kariakoo atajiunga na klabu ya Simba ama pesa iko benki? Mo Dewji alikuwa anamaanisha kwamba atamsajili Selemani Mwalimu, au Selemani Mwalimu ataendelea kuitumikia Simba katika msimu mwingine kwa mkopo. Tukumbuke kuwa kabla ya Simba Day Selemani Mwalimu alitoka na kuzungumza kwamba bado yupo ndani ya kikosi cha mnyama, bado ataendelea kuwatumikia Simba, bado ataendelea kuitumikia klabu kubwa barani Afrika, Simba Sports Club. Sasa nini kimetokea? Nini imepelekea mpaka haya yote yamefanyika ama haya yote yametokea? Na Jumatano kesho mnyama atashuka dimbani dhidi ya Young African katika mchezo wa ngao ya jamii, katika mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara. Aise, kesho patashika nguo kuchanika. Kesho mtoto atumwi dukani, ambapo mchezo huo wa kesho wa ngao ya jamii ni kati ya Simba na Yanga. Mchezo utakaochezwa katika dimba la New Aman Zanzibar majira ya 2:30 usiku. Yes. Je, unadhani ni nani atakaye ondoka na ushindi katika mchezo huo? Hizi ni zilizokiki kutokea hapa Bongo Sauce. Hatuna la ziada. Endelea kusubscribe, kulike na comment na kushare video zetu kila wakati.
Je, wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? Bongosource tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia Bongosource, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya Bongosource leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747 69 20 64, barua pepe alphatcben@gmail.com. Bongosource, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.